Toka njia tumeshachagua, wallahi haina shaka, nani wa kutuzuia jahazi likishatweka. ACT chama chetu sote tumeshaamua, tukipe mapenzi yetu. Kwanza wakulima wa mwani wanapata tabu ya vifaa, hawana nyenzo. Na wakulima wa mwani mbali ya nyenzo ya vifaa, halafu wanahitaji wapate kama viatu, kamba, taitai, vitu vya kuwasaidia kwa shughuli hiyo ya mwani. Na zaidi tunajua mwani ungefika bei kubwa, lakini serikali iliyopo madarakani sasa hivi kazi yao kuwadhulumu wananchi. Na kazi yao kwa nini? Kwa sababu mwani ukitoka hapa kwenda unapeleka mjini kama kwa ni kampuni, basi halmashauri wanataka kwa kila tani kama tani 5 wanataka walipe shilingi 30,000. Tani 5. Mwani huo baada ya kutengeneza kama tunasafirisha tunalipa TRA pesa nyingi mno. Ina maana tunaamini mishuru hii yote ikiondoka, basi mwani huo utapata bei zaidi. Tunaamini mwani wa cotton unaweza kufika 2,500 na tunaamini mwani wa spinoza unaweza kufika shilingi 2,000. Lakini kwa udhalimu wa serikali hii, ina maana bado wananchi wanaumia. Kati serikali kazi yao kutafuta pato tu, haina uwezo wa kuwasaidia wananchi. Nasema kikweli, mapendekezo yangu, nasema serikali yetu ACT naamini itawatizama wananchi, naamini itatizama kero zote zilizokuwepo ili wananchi wazidi kupata hali nzuri ya kimaisha. Naomba mwalimu ukaingia jitihada yako yote, umtafute waziri wa michezo, tuipate bendera yetu ya Zanzibar na sisi tushiriki klabu bingwa barani Afrika kama ni wa Zanzibar. Nasemaje? Leo tunakona utamu tena, tuna mtu mwatukaza rohoni mwetu, na kwa Mwenyezi Mungu akuweke na pamoja na sisi. Ila nasemaje? Ino serikali tu nayo haina tutendia jambo ngalino moja tukafurahi. Tuagizani tu. Mungu kana tutua tu, lakini kufakana kwa moja kisha kwanja. Kwa hivyo nasema wakati serikali yetu inavyoja kuja ututende uzuri. Kwanza kwa niaba ya jopo hili tunashukuru sana kwa kujitolea kuja kutoa mchango hii, na kila mtu alisimama alitoa mchango wake kutoka katika moyo wake, ndani ya moyo wake hasa. Wengine kwa uchungu mkubwa, wengine kwa taaluma nzuri kabisa. Nasema tumepata mengi sana kutoka huko kusini, na naamini kwamba itatusaidia sana katika kutengeneza manifesto yetu au ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020. Sisi kama alisema ndugu Yusa hapa, miaka ya nyuma ilikuwa tunafanya manifesto kwa kama bingwa tu, tukakaa mabingwa wakaka wabingwa pale juu ya meza wakatoa mawazo yao, tukasema hii ndio manifesto yetu ya serikali inayokuja, au sio? Lakini mara hii tunasema hapana, tupite kila pahala, tupate mawazo ya kila mahala. Tumekuwa Nungwe, tupate mawazo yao Nungwe, tunakumbushi leo tupate mawazo hapa, tutafika mpaka Pemba au Tembaliza na Tanzania bara, hiyo kazi itafanywa. Kwa hiyo ile manifesto yetu itakuwa manifesto ya wananchi. Manifesto yani wananchi. Madhumuni yetu ni kwamba tunapoingia serikalini na tunataka kutekeleza mambo ambayo yanawagusa wananchi wenyewe, na huwezi kujua hayo kama hujakaa na wananchi wenyewe kwa kueleza sisi hili kama mlivyofanya hapa. Kwa hivyo sasa hivi kazi ya wataalamu wetu itakuwa ni rahisi, ni kwa kusanya yote haya, halafu tuyafupisha tukapata sera rasmi
ya chama, na katika sera hiyo sasa kwa uchaguzi wa 2020 tunafanya ilani, mnaangalia ni mambo ambayo yana umuhimu wa juu kabisa, ambayo haya ukishughulikia wananchi wanasema alhamdulillah, na hayo ndio yametokana na nyinyi. Nazungumza katika sekta mbalimbali, na moja ambalo nimezungumza na wengi kama tunavyoona katika maeneo mengine ni suala la ardhi katika nchi. Kwa kweli wa Makunduchi, Wajambiani, Wapaje, wa Nungwi, kila pahala nchi hii ukikaa na wananchi malalamiko nao hayo kwamba ardhi zao walizorithi kwa wazee wao sasa zinachukuliwa kwa kisingizio eti kwamba ardhi ni mali ya serikali, na kisingizio hicho. Lakini utaratibu wa Zanzibar ni kwamba unapomiliki ardhi unapata nyaraka zako, hati miliki, na watu wanazo nyaraka hizi. Kinatokea mkubwa mmoja tu anasema neno hili nalichukua, na wenyewe wanadai kwa manufaa ya taifa. Manufaa ya taifa, kumbe yeye anaiuza ardhi ile kwa mabilioni ya fedha. Hata hao ambao wakati mwingine wanalipwa, mtu analipwa ardhi yake analipwa milioni 10, milioni 20, mkubwa anauza kwa bilioni. Unyonyaji, dhulma ya wazi ambayo inaonekana katika nchi, na hakuna hata mmoja. Nasikia kila siku migogoro ya ardhi imalizike, Watawezaje kumaliza migogoro ya ardhi na wao ndio wahusika? Hawezi hata simu, kwa sababu kila mmoja ana maslaha yake. Hawa wakubwa wetu wana maslaha kuchukua ardhi za watu wakaziuza. Kwa hivyo wao wakamwambia kama tunamaliza hili, na wengine wakali kwenye majukwaa, lakini wakirudi huko wanafanya yale. Kwa hivyo matumaini yetu ni kwamba serikali inayokuja suala hili litaangaliwa kwa makini mkubwa, kumaliza malalamiko ya watu na kuondoa kila aina ya usumbufu wanaopata kwenye suala la ardhi. Kama ni umakini wa serikali tu katika haya kuyapanga vizuri, tunaamini kwamba serikali yetu inshallah itakuwa makini sana. Suala la utalii una faida zake, lakini una hasara zake. Hasa yategemea sera ya serikali iliyopo madarakani. Sera ya serikali kwanza, nchi yetu naamini kwamba ni nchi ambayo inauzika duniani, ina historia kabisa, ina maeneo mazuri yenye fukwe nzuri, utamaduni utalii. Nataka haya mambo yaendelezwe, lakini vile vile utalii nataka utangazwe. Kuna nchi ambazo kama Kenya, naambiwa wanatumia, mwaka juzi walitumia dola za Kimarekani milioni 16 kutangaza tu utalii wao. Milioni 16. Uliza Zanzibar wanatumia dola ngapi? Hata 200,000 haifiki.
Sasa watalii watakuja wapi? Halafu aina ya utalii gani wanakuja? Maana kuna watalii na watalii. Kuna nchi ambazo zinaingiza watalii wachache, lakini mapato yao makubwa, kwa sababu wanakuja watu ambao wana pesa. Lakini utalii wetu, kuna wengine halipendi neno hili, unaita utalii wa vishuka. Unakuta mtalii anamkuta kijana anakaa kwenye nyumba yake, amwambia mtakuwa $10 kwa siku, anakuja kula kwake. Na anakula chakula chake kwenye mkahawa na kula wewe. Hamuoni jamani? Hamuoni? Wananunua nini hapa? Maana mtalii anakuwa kuspend, kutumia. Lazima wana vitu vya kuuza na wewe unufaike. Hapa hata kwenda huko kwenye maeneo ya utalii unakuta vinyago ndio bidhaa kubwa. Hasa vinyago ni utamaduni wetu sisi. Lakini kuna mambo yetu sisi hapa ambayo tukiendeleza naweza watalii wakija kavutiwa wakanunua na wanaondoka. Hichi ni kitu Zanzibar. Sasa yote haya yanataka kuandaliwa vizuri. Kwa serikali nini? Makini. Kwa serikali makini kabisa. Halafu lazima mwajali wananchi. Sio mtalii leo ndio anaamua eneo litumike vipi. Maana kuna maeneo sehemu watu hata kutoka pale juu wanapoishi kwenda pwani matatizo. Moto umezingirwa. Sasa mnapofunga mkataba hayo utamezingatia. Mambo ambayo yanataka serikali makini. Lakini ikiwa ni serikali ambayo wakishapewa $10, $20 wanaridhika, basi yote anasahau hayo. Tatizo kubwa. Kwa hivyo matumaini yetu serikali inayokuja haitashughulikia. Lakini jingine ambalo linakasirisha kama mtosema nyote, ubaguzi wa hali ya juu. Ubaguzi umekithiri katika nchi. Umekithiri sana. Leo kwa kweli kijana wa Zanzibari aliyesoma mpaka fika college ana uwezo. Kazi hakuna. Hizo ajira wenyewe hazipo. Zikitokea ni chache zinatangazwa. Watu kama kuna nafasi 5 watu wanaomba mpaka 200 watu. Halafu anasema kuna kitu anaita shortlisting. Yaani wanapunguzwa wale mpaka nafika kama 10 hivi. Hawa 10 ndio wanaitwa kwenye mahojiano, interview. Mara nyingi wale ambao wamefanya vizuri wanaachwa. Wanaachwa kwa nini? Kwa sababu ni wapinzani. Na hata kama yeye si mpinzani, maana serikali hii bwana imezidi bwana. Hata hiyo Afrika ya Kusini ya apartheid ni wanafunzi kwa serikali hii. Yaani unapekuliwa wewe mtoto miaka 20 30 pengine hata hivyo vyako vijui wewe. Wala si mwanachama. Lakini ukisha fanya interview kwanza unapekuliwa. Wanakuja mpaka kwenye kijiji chako. Wanauliza huyu mtoto ana nini? Huyu bwana mwanawe nini hivi? Wala babake hana mambo siasa. Babu yake je? Alikuwa na nini? Alikuwa zidi pipi. Bas. Hiyo inatosha kukufanya wewe usiweze kuajirika. Kabisa kabisa. Kuna watu washaajiriwa, washaanza kupokea mshahara. Wanakwenda kupekua. Anaonekana huyo babu yake alikuwa hivi. Anaandika barua bwana, kwa bahati mbaya ajira yako ilikosewa. Hiyo ndio hali walitufikisha CCM. Hiyo ndio hali sisi mlitufikisha.
hawajali kabisa kabisa uwezo wa mtu, na usishangae kwamba serikali hii haiwezi kufanya kitu kwa sababu watu wenye uwezo hawatakiwi. Kisha ajiri kwa ubaguzi, basi atakayotokea mtayaona tu wenyewe. Hakuna kazi inayofanywa nchi hii. Kwa hivyo haya mambo ambayo ni lazima serikali makini yachukulie hatua. Na kama alivyosema ndugu Naso, hatuwezi kuwa tunapinga ubaguzi halafu sisi tuje tuwe wabaguzi. Hapana. Hapana kabisa. Sisi tunataka kila Mzanzibari awe na haki sawa na Mzanzibari mwenzake. Swala hili kwamba nchi imevamiwa liko wazi kabisa. Liko wazi. Yote wenzetu wanaangalia kura tu basi. Wanaacha maslahi ya nchi kabisa. Leo wewe kijana wa Kimakunduchi hapa, miaka 25 26, anahangaishwa kwa kitambulisho. Sheha babaka anamjua, mamaka anamjua, lakini wakitambulisha sema mimi simjui. Hayo katika orodha yangu. Lakini leo atoke mtu sio Tanzania bara, atoke mtu Kongo leo hii, akifika hapa siku pili sheha anampeleka kituo cha kitambulisho. Hawajui wanalofanya, hawajui wanalolifanya. Yafika pahala kama mtindo huu utaendelea, wageni watakuwa wengi kuliko Wazanzibari wenyewe. Yuko nchi moja inaitwa Fiji huko, kisiwa kama sisi. Fiji wenyeji walikuwa hapo, lakini vile vile kulikuwa kule kuna mashamba ya miwa. Kwa hivyo jamaa kutoka bara Hindi wakiingia kwa wingi. Akija akifika hapo kitambulisho. Halafu wanazaana basi. Wakaenda kufanya uchaguzi bwana. Wageni walishinda. Ikasa wenyeji wakaja juu. Nakumbuka Rambuka. Karambuka akapindua serikali kwa mzozo mkubwa mpaka Commonwealth ikaingilia. Sasa hawajui nini wanachofanya. Mungu atunusuru tusifike huko. Na kwa sababu kesho tunaondoka inshallah. Itakuja serikali makini ambayo itajali maslahi ya Wazanzibari inshallah. Sio kwamba hatuwajali wageni, hapana. Wageni wajali sana wageni. Lakini sio yote. Kwanza wananchi wenye haki. Mmoja akasema hapa ambao naweza kuwa pengine alosema ni kweli kwamba tuhakikishe kwamba viongozi wa nchi yetu wawe ni watu ambao wana uchungu na nchi yao. Viongozi wa nchi yetu wawe ni viongozi ambao wana uchungu na nchi. Sio viongozi ambao wanajali maslahi yao kabisa kabisa. Kuna viongozi wengine hawana shangazi hapa, hawana mjomba, hata wajali nyie. Kwa hivyo waheshimiwa wanasema kwamba tumepata mengi kutoka kwenu. Sana sana. Atafanywa kazi inshallah na kusaidia katika kuandika ilani yetu ya uchaguzi na sera zetu.